na kama hakuna kitafuno ni labda vimeliwa labda siku 3, 2 au wiki, niwe nachemsha labda leo viazi, kesho magimbi. Akasema mimi sipendi. Kwa nini alikuwa anasema hivyo? Sijajua tu yeye mwenyewe. Hujajuaje sasa wakati wewe unaishi kwenye hiyo nyumba? Ina maana inawezekana ulikuwa unafanya vitu pasipo kuconfirm. Nachukulia mfano. Alishasema kwamba utakuwa unapika hiki, kama hiki kimepikwa, kesho utapika hiki. Lakini kuna ile anakuja anakuta tayari umeshapika magimbi au kuna viazi au si kuna nini. Hujamuuliza, yani anakuta surprise na kutolea mfano. Yani haiwezekani tu aseme hivi. Anakuja anakuta nini? Anasema unaitawala nyumba yake. Maana yake neno la mtu kukuambia unaitawala nyumba yangu ni mtu ambaye anajifanyia mambo yake mwenyewe. Unajifanyia maamuzi, yani ile kwamba ulishapata huo mwongozo, lakini kwa kuwa unatoa huduma ni lazima uwe una confirm, uwe una kama ku cross check kwamba madam leo tulipika hiki, kesho tutapika viazi, au ulikuwa una mabadiliko yoyote. Ulikuwa unafanya hivyo au wewe ulikuwa ukishaambiwa hivyo ndio shughuli imeisha, akija anakuta kitu kingine, pengine alikuwa anataka kitu kingine. Hiyo si kwa tunazungumza na professional. Ndio. Nataka uniambie aliposema unaitawala nyumba yangu, kuna kitu gani ulichokuwa umekifanya? Siku hapakuwa na kitafunwa. Hapakuwa na kitafunwa. Kabisa. Okay, so nikachemsha viazi. Maana jana alikula magimbi. Okay. Kwa hiyo ulichemsha viazi kwa ruhusa ya nani? Wewe mwenyewe ndio ulisema uliamua na chemsha au ulimuuliza? Alishaniambia. Alisema nikikuelekeza kitu napenda nielekeze tu mara moja. Kwa hiyo alishanipa taratibu kwamba kama kitafuna kikipikwa kipya usichemshe chochote. Labda mpaka nikwambie nichemshe kitu fulani. Nikamwambia sawa madam. Au kama vitafuna hakuna unachemsha, kama jana tulikula magimbi au viazi, kwa hiyo utajua utachemsha nini. Kaambia sawa. Kwa hiyo nikaa naenda na ile ratiba hivyo vizuri tu bila shaka yote. Okay, kwa hiyo alikuwa anakuazika nini? Alikuazika kitu gani? Kitu gani ambacho yeye hakupenda baada ya kukuta umepika viazi? Kwa kweli hapo kwenye viazi mwenyewe nilishindwa kuelewa. Ila kuna siku nilichemsha miogo. Miogo kuna kipindi yanaiva, kuna kipindi haivi. Nikachemsha miogo. Akaniita, akaniambia mbona miogo haijaiva? Nikamwambia madam, miogo hii ni micherema, haivi. Nimechemsha kama mara 2, haivi. Akasema hapana, umepika miogo mibichi. Nikamwambia hapana madam. Akaniambia kesho nataka upike tena mingine. Nikamwambia sawa. Ile miogo nilichemsha mpaka dada mwenyewe alikuja. Akaniambia hii miogo ni micherema, haivi na rojeka. Nikamfuata nikamuonyesha. Akapaniki, akaniambia wewe vya kuchemsha uwezi, je vya kukaanga utaweza? Nikamwambia madam, miogo hii ni micherema, haivi. Basi akakasirika pale. Nikamwomba msamaha. Nikamwambia hii miogo lakini micherema haitafaa kuendelea kuchemsha. Akasema basi itoeni. Nikaitoa. Sikuichemsha, nikawa nachemsha viazi. Kwa hiyo kuanzia hapo nilikuwa jioni tukishasali tukimaliza akaniambia sasa hivi utakuwa unaniuliza. Nikamwambia sawa madam, hamna shida. Kwa hiyo kuanzia hapo jioni tukishasali tukimaliza namuuliza, madam kesho niandae nini? Kama kuna vitafuna namwambia kuna vitafuna vimepikwa, kesho niandae nini? Ananiambia labda ni viazi au miogo au nitakula chochote kilichopo. Pia huwa anabebaga chakula cha kazini. Kwa hiyo na matunda. Kwa hiyo jioni ndo kaa namuuliza. Pengine nilikuwa namuulizaga asubuhi, lakini vyote nikaa namuuliza jioni. Kwa asubuhi nikiamka namwandalia kila kitu, anaenda kazini. Akaja akaniambia usiniandalie vitu mpaka asubuhi nitakapoamka. Nikishamaliza labda kunywa chai au nikiwa nakunywa chai au nikishaamka wakati naenda kusali au kiniona utaniuliza. Kaambia sawa. Kwa muda anaenda kusali, maana mimi nalala chumba cha jikoni, nikiamka nahangaikia kule nje mpaka niingia labda naingia tu kupeleka chai. Kwa hiyo unakuta basha kuja kunywa maji kashaenda chumba cha kusali. Kwa hiyo sijamuona. Mpaka ashuke juu kuja kunywa chai, ndo unakuta labda yupo mezani akunywa chai, ndo unamfuata na muuliza muandalieni cha kazini. Ananiambia namwandalia basi.
Okay, kwa kama nimeelewa, hiyo shida ilitokea kwa sababu ulikuwa humuulizi kuconfirm, yani unajua ndio, lakini lazima ufanye mawasiliano, yani kule ndani hauko kama robot, upo na watu, si ndio? Na watu lazima uonyeshe ile hali ya huduma kwa mteja kwamba unamjali. Unamjali. Madam, ndio najua kuna kuandaa hiki na hiki na hiki, kipi ambacho ungependa niandae? Tunahudumia watu. Tatizo madam, kuna sehemu alifika akasema mimi nipo busy, kwa hiyo nikishapa maelekezo mimi sitaki mje tena mniulize, kwa hiyo jiongezeni wenyewe. Sasa hapo kunakuwa na utata pengine. Kuna kuuliza kwa maana ya yani ya kumchosha mtu, na kuna kuuliza kwa maana ya kuonyesha unajali kwamba najua kuna variety hizi na hizi na hizi, kipi ambacho ungependa nikula nini. Na nakwambia hivyo kwa sababu sisi tunajua hatuna tabia ya kujali. Huwa tunapenda kuhudumia kama marobot. Haijalishi ni professional, ni smart, ni traditional, huwa tunahudumia kama marobot na visirani juu na kuona kama tunanyanyaswa au tunaonewa. Lakini ukiangalia hii yote ni huduma tu kwa mteja. Maana sijui kwenye utendaji, labda Akila tuambie kwa feedback ya dada. Najaribu kumpigia boss, naona yuko busy. Nitamani nimsikie anasemaje. Lakini wewe umekuwa ukiwasiliana na boss. Kwa feedback za boss wake, alifanya kazi dada kuanzia mwezi wa kwanza mpaka miezi 9 kazini. Hatukuwahi kupata, ndio tukipiga simu dada anaendelea vizuri, hakuna changamoto yoyote ya kiutendaji kazi wala nidhamu. Au kuwa na tatizo lolote, mpaka alipotimiza miezi 9 ndo madam akatutafuta. Sema ongeeni na dada kwa sababu amekuwa na kiburi, ananijibu kwa jeuri. Hiyo ilikuwa mwezi wa 9 yeye akiwa kazini. Kwa hiyo tuliwasiliana upo. Umekuwa na kiburi na unamjibu bosi wako kwa jeuri. Baada hiyo ni mwezi wa 9. Mwezi wa 9 kazini. Ameanza sio wanakuaga wamechoka kazi au wamepata hela. Yaani hela kama zimeanza kumzoea. Yaani Zuena kushika hizo 3,300 shaona nimefika. Sijui ni kipi kati ya hiyo. Ni hizo hela mnazopata au unakuwa umechoka kazi, yani ingawaje wanasema chezea mshahara usichezee kazi. Lakini wadada wanachezea sana kazi. Mshahara utaupata mwingine mwezi ujao, bora uchezee, lakini kazi utakiwa kuichezea. Kwa hiyo chukua hiyo feedback yako, ujeuri na kiburi, kumjibu kwa kiburi, yani bosi wako kwa kiburi. Ndio ambavyo bosi akimuuliza kitu, namna anavyorespond kumjibu, hakuwa anamjibu kwa nidhamu. Anamjibu vibaya kwa jeuri na kiburi. Na maana wakasema ni kama vile dada alikuwa amsikilizi. Nadhani ndio iko related na hayo maamuzi alikuwa labda anajifanyia maamuzi yake nyumbani, especially kwa muda hapo madam yule yuko busy sana. Kwa hiyo anahitaji mtu ambaye kama atafanya vitu afanye kwa maelekezo yake. Kwa anasema dada anajiamulia baadhi ya vitu afanye kama mimi ninavyotaka, na kiburi sana alikazia. Kwa hiyo ilikuwa ni mwezi wa 9, tukamwambia ngoja tuzungumze na dada, kwa sababu akasema mimi sina muda wa kuanza kuzungumza naye. Kwa hiyo mwambieni kama sina muda wa kuanza kuzungumza na dada. Tunawaambia watu wenye hela hawana time. Yaani mtu ameacha kwenda kuokota wadada huko ambao wana changamoto zao, amekuja huku tena akachukua professional, tena aanze kukausha mdomo wake kwa ajili ya kuongea na wewe. Kweli hapana, hata si hicho kitu hatukubali. Kwa hiyo akasema tuongee naye, hana huo muda. Hana huo muda wa kudili na dada. Kwa hiyo basi nikampigia dada Zuena, tuliongea. Nikamwambia unaendeleaje? Naendelea vizuri, kuna changamoto yoyote? Hamna madam, tunapambana. Nikampa feedback yake. Nikamwambia wewe bosi wako anasema kwa upande wake akasema tunapambana, hamna changamoto. Sema tuko tunapambana, najitahidi hata hivi nimekaribia kumaliza mkataba wangu, kwa hiyo najitahidi nipambane nimalize mkataba. Na mimi nikamwambia of course umekaribia kumaliza mkataba, ulikotoka ni mbali sana, lakini hichi kipindi lazima ujitahidi kufanya vizuri kwa sababu pia unamjua bosi yule naye. Yaani madam wake ni yule madam ambaye ni aonishe bora alipe hata hela nyingine mkimwambia ili tu muondolee dada achukue dada mwingine. Sio mara ya kwanza, hata kazi kabisa. Kwa hiyo nikamwambia kiburi na namna ambavyo unamjibu bosi wako. Tukampa time ya kujirekebisha, so from there tulikuwa tunafanya tu follow up madam. Kwa hiyo ngoja wewe ulivyoambiwa hizo feedback zako ulizipokeaje? Unamjibisha bosi wako kwa jeuri na nini? Ndio kwa nakumbuka alinijibu, aliniambia kwamba akasema madam sijawahi kumjibu madam vibaya, mimi nakuaga yani bora ninyamaze kuliko kumjibu vibaya. Kwa hiyo unaona ungenyamaza ndio nini? Madam yeye yani hapendi akikusemesha afu ukiongea na kwambia unajitetea.
Kwa kwamba nikiongea mimi sitempi mtu ajitetee, lakini unajitahidi kumuelezea hali halisi. Lakini kweli ndio huo kwamba kuna watu wanajitetea. Hata hapa si kuna watu tunawaambiaga hizo tabia za kujitetea. Jitetee, nikaambia sawa madam. Kwa pale anapoongea nikiona amepandisha hasira namsikiliza, naambia samani madam. Basi naendelea na majukumu yangu kama kawaida. Ila sijawahi, Mungu shahidi, sijawahi kumjibiza madam. Sasa anayekuona, anayejua ni jeuri ni mtu naishi naye, ni wewe mwenyewe. Mimi mwenyewe madam siwezi sema uongo. Unajiona kwamba wewe mimi sio jeuri. Hicho kitu kiko hamna sifa, unasifiwa na watu ambao unaishi nao. Lakini madam uko kwenye kumjibiza vibaya. Kwanza nimefika pale sije kumjibugi vibaya yule mama. Kwani unafikiri kumjibu bosi vibaya ni kufanyaje? Sijui, labda unielekeze, lakini kwenye kuongea kumjibu vibaya sijawahi, hata kumshautia sijawahi. Huwezi kumshautia bosi, lakini kuna energy ambayo body language yako inaonyesha kabisa una ujeuri. Inawezekana hivyo labda kunyamaza au ndio nasema yani full hiyo body language yako, jinsi bosi wako anapokupa maelekezo, unyenyekevu unaeleweka. Mtu ambaye kweli anamaanisha ni mnyenyekevu kutoka ndani, na mtu ambaye anasema tu wewe maliza liishe tuendelee na mambo mengine, ni vitu viwili tofauti. Na hizo tabia wadada wengi wa kazi wanazo. Si unaelewa kwenda kusoma malezi, jinsi ya kulea mtoto, ukajua zile details na nidhamu ya kuishi na watu. Ni vitu viwili tofauti. Unaweza kweli ukawa una uwezo wa kulea mtoto, wa kukaa na mtoto, ukamwelekeza vitu kwa usahihi, ukamfundisha, lakini kwenye nidhamu ikakuangusha. Sawa Sawa. Bosi wako yeye ndio anatakiwa, hata kwenye mikataba yetu tunasema bosi ndio anayesema ameridhika na huduma. Kwa tunasema ni dada anayesema jamani mimi nimeridhika na hapa kwa bosi wangu. Eti Zuena anayesema anayetakiwa kuridhishwa na huduma ni bosi au ni wewe? Ni bosi sababu anamhudumia. Ndio hata chakula tunaambia dada, unakushangaa mtu anakuambia mimi napika chakula kizuri, lakini bosi wangu kizuri kwa nani? Anasema lakini bosi wangu anasema chakula ni kibaya. Unamuuliza chakula kizuri umeonja wewe ukaona kizuri kwako, yeye hataki upike hivyo. Sio kizuri kwake. Kwa hiyo naona hiyo pia watu wengi ndio wanashindwa kwa sana nadhani hichi kipengele cha customer care ambacho tumekiongeza sasa, hawa wengi si hawakupitia kwenye hizo huduma kwa mteja. Hawana wajui kama boss huyo ni mteja, lazima wewe unapata feedback kwake. Kama yeye huyo alipopata tu maelekezo na kwa kama ni switch kila siku anapabonyeza pale kama kujua kama madam anafurahia ama afurahii, na kuwa tena anataka kufanya follow up. Kwa hiyo mlivyo mkampa muda. Tukamwambia dada ingawaje yeye akuipokea kama ana shida. Unaona hapa ndio maana nimekuuliza, lakini wewe uliona kama yani mbona hicho kitu hakipo. Yani ungekuwa umeipokea kama ina maana bosi wangu amesema hivi, basi inabidi nijige nani. Lakini unasema mimi najiona tu sijawahi kumjibisha, sijawahi kufanya hiki. Kwa hiyo yani ni bado yani ndio hiyo attitude unajua. Hata mimi ndio hiyo unayonipa. Kwamba mimi nilikuwa tu naona niko sawa. Uko sawa kwa nani? Bosi anasema kuna shida. Basi ungekaa ukasema kuna kitu gani ambacho sifanyi sawa. Ndio mtu ambaye kweli anataka kuhudumia na anataka kuhakikisha bosi wangu anaridhika na huduma. Lakini kiendelea tu na miwani yako mwenyewe hapo, mimi nimeshachemsha mihogo asubuhi. Kama ni viazi na utajua wenyewe. Kazi yangu nimemaliza. Hiyo level ya traditional tunaweza tukamuelewa kwa sababu tunasema huo upeo wake ni mdogo, lakini kwa level ya professional no. Professional lazima awe ni mtu ambaye ujuzi wake unaambatana na nidhamu yake. Hasa kwenye eneo hilo la huduma kwa mteja. Nadhani imekuwa pia sababu pamoja na hiyo ya alielezea kuhusiana na muda wa kusali. Mimi nakuwa sijui muda wanasali, kwa hiyo nakuwa nje mpaka nije niitwe. Sasa nadhani ndio maana hata muda mwingine anasali bila yeye, kwa sababu madam anaona kwa hiyo kila siku nikitaka kusali. Kwa hiyo sasa bosi nani? Kwa hiyo na hiyo sasa hata kama una chumba chako nje, lakini bado sidhani kama ni sawa. Sio wakati tunawafundisha wengi. Hawezi bosi wako yuko ndani anakula au amekaa, wewe umeenda tu kujifungia kwenye chumba chako. Yaani lazima uwe pale around, kwa sababu atahitaji kitu, wewe upo nje. Asema madam, yani sio kwa around, unakuta baba anaongea, pengine anaongeaga labda mtu atakipita au kinini wanapunguza sauti. Kwa hiyo huwezi kukaa nao karibu. Wanakula wanafamilia kama familia, wana stories zao wenyewe wanapiga. Kwa hiyo mimi nakuepo nje. Yaani dirisha lipo wazi. Kwa akiniita tu mimi nasikia. Hata wewe kwa nini kama dirisha liko wazi? Wewe
Ulishai kwenda hotelini? Wahudumu wa hoteli wanakaa hapo mbele. Sio lazima usikilize, lakini unakaa hauko pale kwa ajili ya kusikiliza. Kama umeamua kutoka nje kwa maana ya wawe comfortable, lakini kumbe dirisha liko wazi. Kumbe unaweza ukakaa pale unaangalia. Wamemaliza kula, ngoja niende nikatoe vitu. Baada ya kutoa vitu, muulize madam, muda wa ibada saa ngapi? Naweza kusubiri au nisubiri nje? Unajua, onyesha mimi na nipo na hichi kitu mimi ni party. Lakini wewe huyo kwa zako nje. Kwa hiyo hata wewe utaona kama ukitaka kusali ndio unaenda kumuita, ukitaka kusali ndio unaenda kumuita. Bosi wako aje akuite. Mimi nimeshtuka unasema hivyo. Anakuja kuniita. Mtoto au yeye mwenyewe aje aniite. Anamwagizaga mtoto. Ndio hivyo bado. Au nikamuomba mtoto kama akishamaliza kuangalia labda ni movie au nini. Umesema hivi. Namuomba mtoto au yeye mwenyewe aje. Yaani yeye ndo anamuita mtoto. Basi nimeelezea vibaya, lakini yeye ndo anamtuma mtoto. Hapana, unaelezea vibaya, hapa tunafundishana. Na mimi hapa nitawafundisha. Unajua hapa wanasemaga vipi? Yaani Joyce yeye huaga akai upande wa wadada kabisa. Sasa na mimi nataka niwaambie, na upande wa wadada ndio huu sasa tunawafundisha namna ya kuwini mabosi zenu ili mpate hela zao. Tunapokuja hapa tuko upande wenu. Tunakaa na nyie, tunawatrain. Hata pale changamoto zinapotokea bado tunaendelea. Kama hapa ni training tunawafanyia. Nyinyi mnataka hela za mabosi huko? Na wewe ulienda kama dada wa malezi. Hivi unajua hiyo certificate yako ya malezi ya mwaka mmoja ungeenda kwenye hao watu wenye shule daycare ungekuwa unalipwa shilingi ngapi? Zuena, ungelipwa shilingi ngapi? Tuongee ukweli. 150,000, 200,000. Na hapo una nauli, si ndio? Na vigharama vingine. Lakini sisi kwetu kazi za malezi, wewe umeenda kipindi kile hatujapandisha 500,000, ilikuwa 300,000. Bado ni hela nyingi. 300,000 unakula kwa bosi, unalala kwa bosi. Ni pesa nyingi. Kama tunataka kweli kuzipata hizo pesa, ni lazima macho yetu na masikio yetu yawe focused kwa wale watu wanataka nini. Sasa Zuena, wewe ukwenda ukawa obsessed na shida za bosi wako, kwamba bosi wangu anataka nini? Si ndio? Ndio. Na sasa tumepandisha mishahara ni 500,000. Maana yake yani hapa hatuna utani kabisa. Hata kwenye hizo 300,000 bado tulikuwa hatuna utani. Lakini hata sasa hatuna utani na tunataka tuseme ule ukweli. Wadada wanataka kuchukulia kama kitu, hii inaitwa kama demokrasia. Unajua tabia za demokrasia ni tabia fulani za usawa. Kwamba yani na mimi yani na wewe pale unataka kuvimba fulani kwamba na mimi nina nani zangu. Bosi ameacha kukulipa hata siku moja. Amewahi kupitisha mshahara wako hujawahi kulipa? Hapana. Mshahara wako umelipwa? Ndio. Umewahi kunyimwa chakula? No. Yeah. Unakula vizuri? Yeah. Sehemu unayolala ni ya kulala binadamu? Yeah. Inatazamika, inalalika? Yeah. Hayo ndio majukumu ya mwajiri wako, ambayo tena yako kibiblia kabisa, kwamba enyi mabwana wapeni kwa watumwa wenu stahiki zao. Biblia nakupa maneno ya kibiblia sasa. Na enyi watumwa, ambao ndio sisi sasa waajiriwa, tunaambiwa watiini mabwana zenu, tena kwa kutetemeka. Huyu bosi alichokuwa yani amekikosa kwako ndio hicho tu, hukuonyesha ule utii kwamba huyu kweli ni madam. Yani ulikuwa unamuita tu hilo neno madam hapo mdomoni, kama ulikuwa unamuita madam, lakini action zako hazikuwahi kumtambua kama madam wako, na ndio maana mkafikia mlipofikia. Kwa hiyo kwa ajili ya wadada wengine ambao wengi wanakuja kwenye kituo chetu kwa ajili ya kazi, sisi tuko hapa kuwafundisha tabia za kwenda kupata hela. Sawa, tabia za kupata hela ni za unyenyekevu,
anza kujitoa, kusikiliza bosi anataka nini. Wewe tunajua unataka hela,